Urusi inajiandaa kufanya kitu kizito au kitu fulani huko Belarusi kwa kisingizio cha mazoezi ya kijeshi. Nani amezungumza kauli hii? Basi karibu sana unifuatilie mwanzo hadi mwisho wa ripoti hii, ambako pia baada tu ya kukufahamisha ripoti hii nitakufahamisha pia kile ambacho kimeripotiwa siku ya leo kuhusu idadi kubwa ya wanajeshi wa Korea Kaskazini takriban 600 wameweza kuuawa katika vita vya Urusi na Ukraine tangu waanze kuwasili nchini humo. Basi na kusihi ya kwamba karibu sana, ungana nami mwanzo hadi mwisho wa ripoti hizi mbili tofauti, na kukumbusha kwamba pia unaweza ukabonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo nimekuwa nikiziweka hapa kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi, basi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa pindi tu ambapo napokuwa nimezipandisha rasmi katika chaneli yako pendwa kabisa ya JM TV. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky ameonya kwamba Urusi inatayarisha uchokozi wa kijeshi unaowezekana chini ya kivuli cha mazoezi ya pamoja na Belarusi msimu huu wa joto mwaka 2025, ambako Zelensky alisema kwenye mkutano wa bahari tatu ya kuwa angalia Belarus msimu huu wa joto, Urusi inatayarisha kitu huko chini ya kivuli cha mazoezi ya kijeshi. Hivi ndivyo mashambulizi yake mapya kwa kawaida huweza kuanza. Lakini wapi wakati huu? Sijui Ukraine, Lithuania, Poland, hasha. Lakini sote tunapaswa kuwa tayari. Taasisi zetu zote ziko wazi kwa ushirikiano, Zelensky aliweza kunukuliwa hivyo. Belarus itaandaa mazoezi ya kijeshi ya Zapad 2025, yani Magharibi 2025, na majeshi ya Urusi, sehemu ya mfululizo mazoezi ya muda mrefu yanayofanywa kila baada ya miaka miwili tangu mwaka 2009. Marudio ya hivi karibuni zaidi, Zapad 2021, yaliweza kuhusisha zaidi ya washiriki 200,000 na yalitumika kama utangulizi wa uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mnamo Februari ya mwaka 2022. Licha ya kutohusika moja kwa moja katika uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine, bado pia Belarus inaendelea kukaribisha wanajeshi wa Urusi na makombora kwenye eneo lake, ambako Belarus inashiriki mipaka na Ukraine, Poland, Lithuania, Latvia pamoja na Urusi, na kuiweka kama njia kuu ya kimkakati kati ya NATO na Moscow. Kamanda mkuu wa majeshi kutoka nchini Ukraine Oleksandr Syrskyi pia hapo awali alisema ya kwamba mazoezi yajayo ya Zapad yanaweza kuwezesha Urusi kukusanya kwa siri vikosi vya mashambulizi kwa kisingizio cha mazoezi. Mazoezi yote yana madhumuni, na moja wapo ya malengo hayo ni kuunda kwa siri vikundi vya askari wanaokera. Syrskyi alisema hayo mnamo tarehe 9 mwezi wa 4. Kuonekana kwa mazoezi ndiyo njia inayokubalika zaidi ya kuhamisha, kupeleka tena wanajeshi, kuwaelekeza katika mwelekeo fulani na kuunda kikundi cha wanajeshi. Zelensky ameonya mara kwa mara ya kwamba Urusi inaweza kuongeza hatua za kijeshi zaidi ya Ukraine. Mnamo Februari 14 mwaka huu, wakati wa kongamano la usalama la Munich, alisema rais wa Urusi Vladimir Putin ya kwamba alipanga kupeleka hadi wanajeshi 150,000 hasa Belarusi, akipendekeza uwezekano wa kuongezeka kwa mashambulizi ya siku zijazo dhidi ya nchi za NATO. Kulingana na taarifa zote alizokusanya kutoka kwa kijasusi na vyanzo vingine, anajiandaa kwa vita dhidi ya nchi za NATO mwaka ujao, yani 2026, Zelensky alisema, ingawa aliongeza kuwa bado hana uhakika kabisa juu ya swala hilo. Mvutano kati ya NATO na Moscow pia umeongezeka zaidi katika siku za hivi karibuni kufuatia uvamizi wa pande zote wa Urusi dhidi ya Ukraine, ambapo vikosi vya nchi za Magharibi na mashirika ya kijasusi wameonya kuhusu hatari ya vita vikubwa barani Ulaya katika kipindi cha miaka 5 ijayo, wakiashiria kukua kwa kijeshi na hali ya uadui ya Moscow. Pia imeelezwa kuwa takribani wanajeshi 600 wa Korea Kaskazini wameweza kuuawa katika vita vya Urusi dhidi ya Ukraine.
ambako takribani wanajeshi 600 wa Korea Kaskazini wameuawa walipokuwa wakipigana pamoja na vikosi vya Urusi. Mbunge wa Korea Kusini Lee Seong-kweun alisema Aprili 30 akinukuu taarifa kutoka idara ya kitaifa ya ujasusi ya nchi hiyo. Lee, mjumbe wa kamati ya kijasusi ya bunge la Korea Kusini, alisema ya kuwa Korea Kaskazini imepata takribani watu 4700 kwa ujumla, wakiwemo waliofariki na kujeruhiwa. Licha ya hasara mapema na vifaa duni, wanajeshi wa Korea Kaskazini wameboresha ufanisi wao wa vita kwa muda wa miezi 6 kwa kutumia silaha za kisasa, hasa drones. Baada ya miezi 6 ya kushiriki katika vita, jeshi la Korea Kaskazini limekuwa dhaifu na uwezo wake wa kupigana umeboreka kwa kiasi kikubwa, kwani linazoea kutumia silaha mpya kama vile ndege zisizo na rubani. Lee aliwaambia hivyo waandishi wa habari. Naye mkuu wa majeshi ya Urusi Valery Gerasimov tarehe 26 mwezi huu alikiri ya kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini walipigana katika jimbo la Kursk ili kuisaidia Urusi kutoa tena eneo lake ambalo liliweza kutekwa na Ukraine wakati wa mashambulizi ya kuvuka mpaka yaliyoanzishwa mnamo Agosti ya mwaka 2024, na Pyongyang pia iliweza kufanya hivyo muda mfupi baadaye. Kampeni hiyo iliweza kulenga kutatiza maandalizi ya Urusi kwa shambulio la jimbo la Sami na kuelekeza vikosi vya Kremlin kutoka mstari wa mbele katika jimbo la Donetsk. Kyiv na Seoul, yani Ukraine na Korea Kusini, hapo awali ziliweza kukadiria ya kuwa ni karibu wanajeshi 11,000 wa Korea Kaskazini walitumwa katika eneo hilo, ingawa Moscow ilikuwa bado haijathibitisha rasmi idadi ya uwepo wao hadi sasa. Badala ya kusafirisha wanajeshi na silaha hadi Moscow, inaonekana Pyongyang ilipokea usaidizi wa kiufundi wa Urusi kuhusu satelaiti za kijasusi pamoja na ndege zisizo na rubani na makombora ya kutungua anga, kulingana na tathmini ya kijasusi ya huko Korea Kusini. Rais Volodymyr Zelensky hapo awali alisema ya kwamba vitengo vya Korea Kaskazini vinavyopigania Urusi vilipata hasara takribani wanajeshi 4,000 na takribani theluthi mbili waliuawa. Mnamo Aprili 28, shirika la habari la serikali la Urusi maarufu kama TASS liliweza kutoa picha zinazodaiwa zinaonyesha wanajeshi wa Korea Kaskazini wakifanya mazoezi pamoja na wanajeshi wa Urusi katika jimbo la Kursk. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje kutoka nchini Marekani anayefahamika kama Tammy Bruce alisema tarehe 29 mwezi wa 4 ya kwamba Korea Kaskazini inashiriki jukumu la umwagaji damu unaoendelea nchini Ukraine kutokana na kuunga mkono juhudi za vita vya Moscow. Utumwa wa kijeshi wa Korea Kaskazini kwa Urusi unao usaidizi wowote unaotolewa na shirikisho la Urusi kwa Jamhuri ya Watu wa Korea, yani DPRK, kwa kurudi lazima ukomeshwe, Bruce alisema hivyo. Mafunzo ya Urusi kwa wanajeshi wa Korea Kaskazini yanakiuka moja kwa moja maazimio ya Baraza la Usalama nambari 1718, 1874 na 2270 ambayo kwa pamoja yanaweka katazo kubwa la kutoa au kupokea mafunzo ya kijeshi au usaidizi kutoka DPRK. Na huu ndiyo mwisho wa ripoti ya muda huu. Pia ripoti zingine na kuahidi ya kwamba zinafuatia hapo baadaye. Cha msingi endelea kunitembelea kila siku na kila wakati ili pia kufahamu mengi zaidi ambayo yanajiri kutoka vita vya Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi. Cha msingi na kukumbusha kwamba hakikisha umebonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, ili pia ripoti zote ambazo na kufahamisha kila siku basi uweze kuzipata kwa muda mwafaka kabisa.